ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Islam, baada kumshukuru Allah jalla fi'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nitakufundisha dawa ya mtu mwenye jini mahaba. Utajijuaje wewe Muislamu, iwe mwanamume iwe mwanamke, kama una jini mahaba? Kwa upande wa kike, ili ujijue kama una jini mahaba, basi ukiwa na dalili moja katika hizi nitakazozitaja, basi tambua kama wewe una jini mahaba. Dalili ya kwanza ya mwanamke mwenye jini mahaba: ukiwa unaota kila siku usiku unafanya jimai, yani unaingiliwa katika usingizi. Ukiamka asubuhi unajikuta tayari umeshafanya tendo la ndoa katika usingizi, yani unaingiliwa na jini. Kwa mwanamke ukiwa na ishara hizi, kama unafanya tendo la ndoa hali ya kuwa unaingiliwa na kiumbe usiku, basi tambua kama hii ni dalili moja ya kuwa wewe una jini mahaba. Lakini dalili ya pili ya mwanamke mwenye jini mahaba: wakati kama yupo katika ndoa, kama na mumewe katika ndoa, wakati wanafanya jimai, yani unapofanya tendo la ndoa na mume wako, unapata maumivu makali sana, yani maumivu makubwa sana katika jimai unapata wakati wa kufanya tendo la ndoa, na hii ni dalili tosha kwamba wewe mwanamke una jini mahaba. Lakini dalili ya tatu ya mwanamke mwenye jini mahaba: akiwa katika ndoa, wakati anafanya lile tendo la ndoa yeye na mumewe, hapati ladha kabisa ya tendo la ndoa, yani tendo la ndoa yeye halisikia, hataki hata kulisikia. Dalili tatu hizi ukiwa nazo wewe mwanamke, basi tambua kama wewe una jini mahaba. Dalili ya nne ya mwanamke mwenye jini mahaba: ikiwa hajaolewa mwanamke na watu wanakuja kuposa, yeye hana hamu kabisa ya kuolewa, yani kitu kinachoitwa ndoa yeye hakitamani kabisa katika maisha yake, hataki kuolewa mwanamke. Ukiona una dalili hizi, basi tambua kama wewe una jini mahaba. Pengine anatamani hatamani kuolewa bila sababu yote, basi tambua kama mwanamke wewe una jini mahaba. Lakini kwa upande wa mwanamume, akitaka kujijua kama mwanamume yeye ana jini mahaba, na yeye ni vile vile akiota usiku kwamba yeye anafanya sasa tendo la ndoa na kiumbe fulani, pengine unaamka asubuhi unajikuta tayari ushafanya kile kitu, asubuhi unajikuta umeroana katika nguo zako, basi tambua kama wewe mwanamume una jini mahaba. Lakini pia dalili ya pili ya mwanamume ambaye mwenye jini mahaba: nguvu za kiume zinakuwa zinapungua, anakuwa hana zile nguvu za kiume, yani hatamani kile kitu, au hata kama akitamani kile kitu, basi nguvu za kiume anakuwa hana. Hasa akifanya kile kitu kwa mkewe, pengine anafanya kitu kile kwa mkewe, nguvu za kiume zinakuwa hazipo, zinamuondoka kabisa. Hii ni ishara moja kama wewe mwanamume una jini mahaba. Lakini pia ishara nyingine kwa mwanamume akiwa ama ana jini mahaba: wakati anafanya jimai yeye na mkewe, unakuta hamalizi kufanya kile kitendo, yani kama jamaa anasinzia kati na kati wa kile kitendo. Ukiona unafanya kitendo cha ndoa wewe na mkeo, lakini humalizi kile kitendo cha ndoa, basi tambua kama wewe mwanamume naye una jini mahaba, unasumbuliwa. Lakini mwanamume huyo akiwa nje ya ndoa anafanya vitu na anamaliza kama kawaida, kwa mkewe tu anakuwa hamalizi, tambua kwamba wewe mwanamume una jini mahaba. Kwa dalili hizi nne kwa mwanamke na hizi kwa mwanamume, ukiwa na dalili moja katika hizi nne, basi tambua kama wewe una jini mahaba. Kwa tiba yake nini? Dawa yake nini ili kumzuia jini mahaba asiwepo katika mwili wako, umfukuze? Tayeb, nenda katafute majani ya mkungu. Ukishapata majani ya mkungu makavu yale, yasage upate unga. Ukishapata unga wake, ule unga uchanganye na dawa inaitwa msaka uchawi wa unga. Ukienda katika maduka dawa kisunna, ukimwambia muuza duka akupe dawa hiyo msaka uchawi wa unga, basi atakupa. Ukishapata dawa hiyo, urudi nyumbani kwako, kachukue unga ule wa majani ya mkungu, uchanganye na hiyo dawa inaitwa msaka uchawi wa unga. Kwa dawa mbili hizo, unga wa majani ya mkungu na dawa inaitwa msaka uchawi wa unga. Ukishachanganya dawa hizo mbili, sawa, chota kijiko kimoja kidogo, kisha ule unga wake uchanganye katika mafuta ya mzaituni. Kwa ukishapata unga mbili, unga wa majani ya mkungu na unga dawa inaitwa msaka uchawi, hii inapatikana katika maduka kisunna. Ukishachanganya, chota kidogo ule unga, kisha tia katika mafuta ya mzaituni. Kisha katika mafuta ya mzaituni kisha tia, changanya na mafuta ya miski.
miski nyeupe katika yale mafuta mzaituni. Kisha yale mafuta yasomee suratu Yasin mara 7, yasomee na suratu Radi mara 1, yasomee na suratu Qaf mara 1. Yale mafuta yale uliochanganya unga mzaituni, unga wa majani ya mkungu na unga wa msaka uchawi, yale mafuta umechanganya na miski, yasomee Yasin mara 7, Radi 1 na suratu Qaf mara 1. Kisha mafuta yale ukishasomea sura hizo, utakuwa unajipaka usiku unapotaka kulala katika sehemu zako za tundu. Mfano katika tundu za pua utakuwa unajipaka, sehemu zako za kuhapa utakuwa unajipaka, sehemu zako za nyayo chini ya miguu utakuwa unajipaka, lakini katika tundu pia za masikio utakuwa unajipaka mafuta yale kila siku wakati wa usiku unapotaka kulala. Utafanya hivyo kwa muda wa siku 21. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, jini mahaba yoyote kama yupo katika mwili wako, basi ataondoka kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kafanya hivyo leo, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi inshallah. Lakini pia mfundishe mwenzako, comment chini hapo, share link kwa wenzako, wafundishe wenzako dawa kama hizi wapate kutoka katika matatizo kama haya. Lakini pia ukihitaji kuungwa katika grupu langu la WhatsApp, nitumie SMS kwa namba za WhatsApp 0777 79 93 59. WhatsApp namba ni 0777 79 93 59, ili ni kuunga katika grupu la WhatsApp uendelee kupata faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.